Baba Askofu, pole kwa msiba wa Papa Francis. Asante sana, nashukuru. Mimi Askofu Method Kiraini, askofu mstaafu, nikiwa hapa Bukoba, kwa kweli nasikitika sana, pamoja na kanisa zima na ulimwengu mzima, hata wale wasiokuwa Katoliki, hata wasiokuwa Wakristo, sababu wengi wanasikitika kwa kifo cha Papa Francis, ambaye alikuwa mtu wa watu na ambaye alikuwa habagui mtu yeyote yule. Alikuwa habagui mtu yeyote yule. Hivyo wengi wamesikitika. Na tulikuwa tunaona kwamba alikuwa ameugua, tena wakati fulani akaugua sana. Lakini mwishoni hapo tukaona kwamba alipata nguvu kidogo, mpaka hata wakamzungusha pale St. Peter's, anasalimu watu, anabariki watoto. Tukadhania watoto walao kidogo atakakaa. Lakini kumbe alikuwa anaaga na ndiye ametuacha hivyo. Na tunachofanya sasa ni kumwombea ili Mungu Mwenyezi ampumzishe huko mbinguni. Na kuliombea kanisa katika kipindi cha mpito ili mchakato wa kupata baba mwingine uende vizuri. Papa Francis alikuwa ni papa wa aina gani? Papa Francis ambaye alikuwa ni papa wa 266 kianza kwa Mtakatifu Petro, alikuwa papa wa watu, ambaye alikuwa tofauti sana na mapapa wengine. Sio kama wengine walikuwa wazuri kila mmoja kwa namna yake. Lakini yeye kitu alichojicha kwanza ni kwamba alikuwa mtu wa watu, aliyejali sana watu. Hata maswali mengine magumu ambayo hata na makardinali wengine walikuwa wanaona haiendi. Akisema hapana, binadamu ni binadamu, awe mdhambi namna gani, lazima tumhudumie, lazima tumsaidie. Kwa mfano ile kazi ile issue ya washoga ile, ilileta mkanganyiko kidogo, lakini nilikuwa naye kabisa alipokuwa anasema askofu wa Tanzania kwamba ushoga ni mbaya. Hiyo kabisa nakubali kabisa. Ila yule mtu ushoga, yeye ni binadamu, lazima na mwenyewe tumfanye nini? Tumsaidie. Kama mdhambi yote yule, awe na dhambi nyingi namna gani, lazima tumsaidie. Hiyo ndio Papa Francis. Hiyo ukishika hiyo tu inakuonyesha picha nzima ya Papa Francis. Au anakwenda kwa Palestina, au anakwenda kwa Ukraine, au anakwenda kwa watu wa mama walio katika magereza, au anakwenda kwa watu gani, kila mara ni huyo. Kila mara ni huyo. Au alipokuwa anapiga magoti na kuhusu vile viatu vya wale viongozi wa Sudan, akawabusu tu naanguka miguuni mwenu, akawabusu viatu. Lakini waache nini? Waache mapiga naye na uwa watu. Ndio. Yaani ni mtu wa namna hiyo. Umepata nafasi ya kukutana naye, sio? Nimepata nafasi ya kukutana naye. Tena sio mbali. Ni mwaka 93. Maaskofu tulikuwa tumekwenda kwa rasmi kutoa ripoti Roma na tukakutana naye. Alikuwa mtu kabisa tofauti. Nimekuwa nakutana na mapapa mara nyingi sana. Na hata nikiwa katibu mkuu niliwasindikiza maaskofu mwaka 92, mwaka 97 niliwasindikiza maaskofu. Alafu baada ya kuwa askofu nani nikaenda kama askofu. Lakini wote mnakwenda mambo yote yamepangwa t. Lakini hapa Papa Francis unaingia tu mimi hakuna ya leta risala nini. Risala sio kitu, na mimi sina risala yangu. Tuongee. Na tukaanza kuongea, tukampiga maswali nini, hata juu ya ushoga, tukampiga maswali yote. Na anajibu hivi vitu. Okay, na unaweza ulipata nafasi ya kuzungumza naye wewe na yeye, na pengine kuna kitu ambacho nakikumbuka ambacho ila nilipokuwa pale nilimfika naye, nikampa mkono, nikamsalimu, akanisalimu, nikapita ile dakika 2 tu ile. Ndio napata hiyo ya kuweza kuwa pamoja naye. Ndio. Dunia imepoteza. Lakini tunavyosema hakuna anayedumu milele. Kila mmoja na wakati wake. Alikuwa na miaka 88, kwa sio mchezo. Maaskofu tunastaafu na miaka 75, yalishafika 88. Kwanza alianza kwa miaka 78. Yaani wakati mcha staafu ndiye anaanza. Hivyo kwa namna yote ile tegemea nini tena? Tulikitegemea. Bila inasikitisha kwa ajili ya hali aliyokuwa. Watu wanazungumza juu ya kuwajali maskini pamoja na wanyonge. Pengine hii inaweza ikawa inatokana na maisha yake aliyapitia kabla ya kuwa papa au kabla ya kuwa kiongozi wa kidini, au pengine pia kupitia kwenye shirika alilokuwemo ambalo linaamini hasa katika ufukara na mengineyo. Unafikiri ndo siri ya yeye kuwa vile? Yeye ni Mjesuiti. Na Ujesuiti aliingia akiwa na hali hiyo. Sio kwamba Wajesuiti wote wako kama yeye, hapana. Sio Wajesuiti wote wako kama yeye. Lakini yeye Mjesuiti, Wajesuiti wanadai wagonjwa, lakini wako Wajesuiti wa aina tofauti. Ni maelfu na maelfu ya Wajesuiti. Lakini yeye katika maisha yake alizaliwa kule Argentina na amezunguka akiwa na watu waliofukara, akiwa padre.
Na hata alipokuwa askofu kule Amerika ya Kusini, unajua kuna unyanyasaji mkubwa sana kati ya matajiri na maskini. Yeye kila mara alikuwa upande wa maskini. Kila mara alikuwa upande wa maskini. Hivyo katika maisha yake yote kama mchungaji amekuwa upande wa maskini. Awe padre au askofu wa Buenos Aires, kila mara alikuwa upande wa maskini. Hata mpaka alipokuja kuwa kardinali mwaka 2001 alikuwa bado upande wa maskini. Na upande wa maskini. Na hiyo ilijulikana wazi. Na ilionekana wazi tena kabisa alipochagua jina. Akachagua jina la Francis. Ndio mara ya kwanza. Ndio hakuna Francis, atiwiti Francis wa kwanza. Ndiye peke yake mpaka sasa. Akija mwingine ndio sasa Francis wa pili. Lakini kwa sasa ni Francis peke yake. Mimi nilipokuwa wananihoji alipokuwa papa mwaka 2013 kabla hajajua ni Francis gani, wakaniuliza ni Francis gani, sijui. Wewe ni Francis Xavier kwa sababu ni Yesu mwenzake. Hapana, kuja kuona Francis wa Assisi. Na kitu kimoja kinajulikana kwa Francis wa Assisi ni umaskini. Umaskini wenye furaha. Ndio Francis wa Assisi. Na katika maisha yake amefuata hili. Ni nini ambacho baba kitabaki kwenye kumbukumbu yako kuhusiana na papa huyu? Mimi kitakachobaki katika kumbukumbu yangu ni pale alipopiga magoti na kubusu viatu vya wale viongozi wa Sudani ya Kusini, ambapo mamilioni ya watu walikuwa wamekimbia, watu wanakufa, ni ndugu ambao kwa muda mrefu walipigana dhidi ya Waarabu ili wakombolewe. Baada ya kukomboa wakaanza kupigana peke yao kwa sababu ya madaraka. Na wote ni Wakatoliki. Na akaenda pale kweli akapiga magoti akabusu viatu vyao. Yaani ni kitu ambacho huwezi kuelewa. Yaani sio tu papa, lakini hata mtu wa kawaida tu kwenda kubusu viatu vya mtu ili kumuomba kwa kweli na kusii, ambaye tunasema Afrika najiweka miguuni mwako, ndiye aliyofanya. Kitendo hicho sitakisahau. Picha hiyo imebaki kichwani mwangu. Nini ambacho mapapa wanatakiwa pengine ukiendeleza kama urithi kutoka kwa Francis? Kutoka kwa Francis ukiendeleza ni kutobagua mtu. Kwa mfano hata katika maofisi ya Vatican. Katika maofisi ya Vatican, kwa kawaida wanaume ndio wako juu. Makardinali ndio wako juu. Na makardinali wote ni wanaume. Maaskofu wote ni wanaume. Waaskofu wote ni wanaume. Lakini yeye katika kutoa vyeo vya Vatican ambavyo havihusiki na sakramenti alikuwa habagui. Uwe mwanamume, uwe mwanamke, uwe Mwafrika, uwe mzungu, alikuwa habagui. Mpaka katika idara ya watawa ambayo wengi sana ni wanawake, pale akamweka kiongozi prefect, yani nyampara wa idara ile, akamweka sister. Na chini yake akamweka pro prefect, maana yake ni kama yuko chini yake. Na yule alikuwa ni kardinali mwanamume. Yaani unaona ni kana kwamba, yaani ukajiuliza maswali wakataka kunisema ni kama kwamba sister ni boss wa kardinali. Kitu ambacho akichunguza kuja kichwani, kuja kichwani. Anaonyesha kwamba sisi wanaume kama mapadri tumepewa daraja ya upadre kama wanaume. Lakini katika uwezo na utawala tuko sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na hiyo ni mfano mmoja wapo kati ya mifano mingi ambaye ameacha. Tumeona pia mwaka jana ameweza kutoa tuseme kitabu chenye mwongozo wa namna ya kuzikwa kwa mapapa. Na tunaona pia kinaanzia kwake hicho kitabu kumzika yeye, na kimejaribu kubadilisha utaratibu, kuondoa ile hadhi ya kwamba labda azikwe kama mfalme na asizikwe kama mtu fulani mkubwa mwenye protocol nyingi, kujaribu kupunguza hizi protocols katika mazishi ya papa. Ni kutaka kuonesha kwamba papa ni mtu wa kawaida na watu wengine, na pengine kutokuwepo kwa ule utukufu, kwamba kupewa utukufu wa. Hii imeanza toka zamani. Zamani sana mapapa walikuwa wanavaa kwa mfano yani tiara, yani crown kubwa ya dhahabu ya nani. Aliyemaliza ya kwanza alikuwa Papa Paulo wa sita. Walimpa zile tiara zake. Tena jimbo la Milan wakampa moja ilikuwa na almasi ndani. Akaiuza akawapa maskini. Toka hapo hiyo ikaisha. Hivyo pole kila mmoja alikuja na geuza. Walikuwa wanachukua kwa masanduku mazuri sana. Baba akasema hapana, sanduku la kawaida. Nakuta sanduku la kawaida la mbao. Walikuwa na masanduku matatu ya milindoa kwa mfano. Wote walikuwa wanazikwa katika bazilika ya Mtakatifu Petro. Huyu akasema hapana, nitazikwa bazilika ya Mtakatifu Maria Mkuu. Maria Majoro tunaita.
Hivyo vitu vingi naye amefanya nini kufuatana na nani yake amefunguzwa. Na sio wa kwanza, lakini mapapa wengi wamependa wakipunguza ile ufahari wa kipapa. Wamekwenda kufunguza.